Kusalimu kwa dhamira ya dhati kutoka katika kilindi cha moyo wangu. Ikufikie kwako amani na itawale ndani ya mioyo yako. Shughuli imeshamalizika katika uwanja wa New Amani Complex, mchezo uliokuwa ukichezwa pale mkondo wa pili, fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika uliokuwa ukimkutanisha Simba Sports mwenyeji wa mchezo kwa mgeni wake RS Berkane. Tulizungumza siku moja kabla ya mchezo kwa maana ya tarehe 24. Seifu Mipapa alizungumza ya kwake kwa namna alivyoutazama mchezo wa mkondo wa kwanza na kutoa tathmini kuelekea mchezo husika. Tumeketi naye hii leo tutake kujua kulikoni Simba Sports, wapi Simba alikwama kumaliza fainali ili iwe upande wake. Yeye atakuwa katika upande ule wa mwamuzi, ndo alikuwa sehemu ya Berkane, au jicho lake limetazama nini? Karibu uwe nasi mwanzo mpaka mwisho ili upate kuyafahamu mengi zaidi kutoka kwa Seifu Mipapa. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi Jafeti. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu, na saizi nipo katika mji wa Dar es Salaam. Usisahau wadau watasema huyu jamaa kaganda Tanga tu, Jafeti naye yuko tuko katika mji wa Dar es Salaam. Sema leo shehe umependeza. Sana Sheikh, sana kwa sababu kwanza nina furaha. Nina furaha. Unajua mwanadamu anaongozwa na vitu viwili Jafeti. Chukua hii. Jambo la kwanza, mwanadamu anaweza kuwa amekosa lakini anajua sikukosa katika msingi wa Mungu. Unaelewa? Kwa mwanadamu mwenye akili anajisifu na alichofanya. Kwa mimi saizi hapa kwangu ukiniuliza nitasema Simba ni champion ambaye amenyimwa uchampion kwa sababu ya hila tu. Ni bingwa aliyenyimwa ubingwa kwa sababu ya hila. Yes. Hila za nani? Tuanzie hapo. Jafeti, juzi nilivuta kumbukumbu moja, bahati mbaya jina lile limenitoka. Kumbe wakati nilifikiria mwanzoni kabisa TP Mazembe kabla ya kutoa ubingwa walikuwa kama Simba. Pata tabu wakawa wanaishia robo finali, wakacheza tatu, wanakuja kucheza shirikisho na wao, umenielewa vizuri, wanaanza kuwa miamba. TP Mazembe walikuwa na mtu mmoja pale kafu. Nikikumbuka jina kipindi kingine nitakuja kufanya, nitasema. Nadhani ni mtu ambaye alikuwa anadhibiti haya ambayo nimeona jana. Na jana ndo nilipoanza kupata picha na nipo kwenye hila. Nilipoanza kupata picha kwa nini kafu hawakuitaka mechi ichezwe Dar es Salaam. Kwa nini? Population ya watu 60,000 na ujinga uliofanywa, maana yake kulikuwa na athari kubwa wa RS Berkane. Yes, yani kafu nimeenda kuona wanalo jicho. Yani kumbe kafu ni wahalifu ambao wanalo jicho la kiuhalifu. Kwamba tukihalifu hili jambo wingi wa watu tunawadhibiti vipi? Hakuna askari gani watazuia, kwa sababu mimi imani yangu kabisa maumivu ambayo wanayo baadhi ya mashabiki wa Simba leo, ichukua ya maumivu ya kabidhi ende mechi by muamuzi katika uwanja. Hatutoacha kumzungumza, yani serious kwa sababu ndio man of the match, ndio alobeba ubingwa kupeleka sehemu nyingine. Huyo ndo tutamjadili. Lakini hatuachi pia kuwajadili waliomtuma. Jafeti, soma maneno yangu, rudi katika mitandao ya kijamii katazame. Hivi viongozi wa RS Berkane and VAR, video assistant referee, kuna ujamaa gani? Viongozi wa Berkane by video assistant referee, kuna urafiki gani? Walifuata nini kwenye chumba? Au manake nimeiona kutoka, acha kwa wachambuzi wa kawaida, acha kwa nani, nimeona kutoka kwa Miki JR. Alright, mimi Miki JR sijawahi kumpinga, ni mtu yuko vizuri sana. Sasa kipi kilifuatwa Jafeti? Mimi pengine sijui nini kilifuatwa. Maana yake hila ya RS Berkane haikuanza tu katika kuhamisha uwanja. Kuhamisha uwanja ilikuwa ni nukta ambayo hatuwezi kuzuia watu 60,000. Tukipeleka mechi Zanzibar, picha inakuja, hutomkataza Mzanzibari asiende kutazama. Hawezi kutoka watu 15,000 by uwanja wa Amani wote wakawa wametoka Dar es Salaam. Sio kweli. Umenielewa vizuri? Kwa hiyo kwanza wamepunguza gap kutoka watu 60,000 ambao wangekuwa ni mashabiki wa Simba tu, unaenda kuwapa watu 5,000, 10,000 watatokea Zanzibar pale ambao nao ni mashabiki wa Simba wakichanganyikana na watu wengine. Kwa hiyo wakajua kitu cha kwanza, kwa sababu tumekuja kufanya hila, hili jambo hili liwekwe hapa ili liwe salama upande wetu. Mimi sidhani muamuzi ule anaweza kutoka kama ujinga aliofanya jana, anaweza kuwafanyia Waarabu, akawa kwenye mataifa ya Kiarabu,
anaenda kuibeba timu kutoka Tanzania. Mimi sidhani kama angetoka. Sidhani hata usalama wa hao wachezaji wa Tanzania ungelikuwa wapi. Kwa hiyo hapo nilikwenda kwa upande wa CAF. Lakini huyu makamu wa rais wa CAF anapasa kujua kuwa pale ya kupelekwa kwenda kusababisha Berkane awe bingwa. Sasa mimi nautaka haki. Mimi kitu ambacho nimesema alhamdulillah, mimi kwangu Simba ni champion. Mimi kwangu. Sasa champion sio tu kuchukua kombe. Champion ni kufanikiwa. Kama wewe unanifanyia hila ambayo ulimwengu unaona alafu mimi ukanitoa. Umeelewa vizuri? Mimi siendi kuzungumza katika level ambao mimi sio bingwa. Mimi ni bingwa, lakini wewe ulisema huyu asiwe bingwa. Sasa hii ni hatua nyingine. Lakini pia tuna mijadala tunaifanya Jafeti. Ni wasitue watu. Tunakiri wanasema kwa refa huyu ndio refa ambao aliwaua Yanga. Sisi tunazungumza kwenye level ya kombe liko uwanjani. Yanga alikuwa atoke pale aende nusu finali. Atoke nusu finali akacheze finali. Ni sawa alikuua, tofauti yetu sina wewe. Ulikuwa na deni mbele, sisi tulikuwa tuna deni, yani baada ya matokeo tunachukua kombe tunashangilia. Umeelewa vizuri? Sasa umekwenda kutuua eneo baya. Mbona sisi tumeuawa na waamuzi? Sisi tumeuawa na muamuzi wote sisi kati yetu sina Wydad. Kama unakumbuka, kulikuwa na hila na mipango mingi ambayo ilifanywa. Tulikuwa hatua ya robo finali kuelekea nusu. Tuko kwenye final brother. Tumejipanga na tuliwaambia watu toka awali kwa Berkane kwa mpira waliocheza. Nadhani wakati tunafanya kipindi cha kwanza tumemaliza Morocco. Uliniuliza imani yako iko wapi Jafeti, nikakwambia kwa namna Simba ilivyo tactic, hakuna timu inaweza kuzuia Simba kwa sasa Afrika. Nakwambia katika ardhi ya nyumbani kwetu hakuna Mamelodi, hakuna timu inaweza kuizuia Simba kwa sasa. Level ambayo sisi tunayo, aina wachezaji tulionao na masajili tunaoyafanya, kwa sababu si ni wazoefu wa haya mashindano makubwa. Ukisikia neno uzoefu ni kutambua mahitaji yako na muda wa mahitaji. Kwa hiyo hii ni hatua ya pili kwamba huyu kiongozi na hao viongozi wengine, hata huyu Mutsepe na wenzie, haya mambo kama watayafumbia macho, kutakuwa hakuna tofauti ya mipira hii ya Kiafrika na baadhi ya vyama hivi vyetu vya Kiafrika. Umenielewa? Kwa maana ya vyama vya ndani. Yes, kutakuwa hakuna tofauti. Kwa sasa hivi kwa mfano mimi nikiwa na shida na chama changu cha ndani, sioni kwenda kupata mwafaka CAF. Au umeanza kuliona hilo? Yani tuliuliza mapema kabisa kwa mwenendo huu. Ndio. Mimi nilidhani hila za CAF zitaishia katika kuhamisha uwanja. Na ndo nilijua ndo namna pekee kwamba wapelekeni Simba katika uwanja ambao hawawezi kuutumia. Chini ya Master Fadru siku 5 alizopewa ameenda kufanya uwanja wa Amani kwa ndio picha ya uwanja. Yani sina deni. Umenielewa sijui? Sasa na wao nadhani walimfuatilia Fadru wakagundua. Na ndio maana mimi nimemsikia mchambuzi mmoja wa Wasafi akisema yeye ana doubt na red card iliyotoka. Umenielewa? Lakini ana doubt katika baadhi ya matukio ya muamuzi. Mimi ananipa mashaka. Kwa nini? Ili tukubaliane kuwa ndilo kweli, kwa sababu ya kupiga mpira, yeye anasema kwa sababu mpira ule ulikuwa ni counter attack. Na alianza kutaka kuchezewa faulu na mtu wa kwanza na wa pili. Watatu wakafanikiwa kucheza kagoma. Kwani Simba hakuna mipira wamepiga kwa kustukiza wakaekwa chini kwa aina ile na ikapigwa kipenga kutoka faulu? Muamuzi gani anayekubali kuwa hii ni faulu na hii sio wakati zinafanana? Tunaelewana sijui? Yani kabla wewe ya kutuuliza sisi au kabla ya kusema hii ni sahihi, inasahihishwa vipi ikiwa upande huu inakubalika na upande huu inafanyaje? Manake hii inakufa kuwa sahihi. Yani hao wachambuzi kuna muda wao wanatuelewa sisi tunalalamika nini. Hakimu mmoja anahukumu kesi ya mtu kuvuta bange miaka 10, anahukumu kesi ya mtu mwingine kuvuta bange mwaka mmoja, wakati aina ya bange ni moja, mazingira ni mamoja na mtindo ni ule ule. Manake huyu hakimu ana shida. Haijalishi amefanya hukumu ya namna gani. Kwa sababu kwa mujibu wa faulo ile kwanza ilikuwa ni faulo nyepesi, hata yule refari angekuwa mita 100 kutoka katika faulo. Kwanza ilikuwa ni nyepesi. Pili, kuonyesha kuwa faulo haikuhitaji hukumu hiyo. React ya wachezaji. Wachezaji wanafahamu faulo ambayo inalazimika kuitolea kadi. Utawaona wanakwenda kuomba. React ya wachezaji haikuonyesha kwamba wana shida tukio lolote. Na hata aliyedondoshwa alishangaa tu kumuona muamuzi amefanya maamuzi makubwa. Lakini tatu, nadhani
nyuma ya pazia ambayo tunajadili, kwa sababu ya tabia ya muamuzi tunapata haki ya kumjadili. Aliambiwa atafute mtu ambaye atakuwa hatari katika mechi kuliko watu wote. Ukiacha jana aina ya mashambulizi ya Simba, hatari alikuwa nayo Budo. Maana yake na wao walipasa kufunga muda mrefu ili kufanya fainali iwe nyepesi. Mtu aliyewazuia alikuwa ni yeye Kagoma. Na nadhani nilikwambia siku hiyo, ulisema midfield za mbili, nikakwambia chini ya Mlokole Kagoma hakutotokea midfield bora Afrika. Chini ya Mlokole Kagoma hakutotokea midfield bora Afrika. Nini nakusudia? Nakusudia kuwa Kagoma ndio mtu ambaye amekataa jana ndani ya midfield wawili nadhani wasionyeshe nini ambacho wanacho. Kwa hiyo huyu muamuzi anao uzoefu mpira na ni mkubwa wa kutazama mpira, kwa sababu amechezesha mechi nyingi kubwa na anafahamu. Akajua nyuma ya agizo langu huyu anatakiwa akae benchi. Na mpira Jafet ni mchezo wa kugongana. Muamuzi anapohukumu katika nje ya mazingira inawezekana. Nitakwambia kwa mfano. Mimi niliwahi kumuuliza muamuzi mmoja. Wewe muamuzi, ukiambiwa ibebe Yanga otherwise Simba na uko katika uwanja, unaibeba katika nukta gani? Akasema fauluzi ni issue ya kimpira. Yaani itatokea tu. Nikiambiwa niibebe Simba, kukipigwa kipenga cha faulu wakati Simba wanafanyaje? Wanashambulia. Mimi natakiwa niwabebe Simba. Faulu nyingi Simba nitawapa karibu ya penalty box, wasogezea lango, ndio maeneo ambayo nitapiga kipenga. Wapinzani wa Simba nao nitawapa faulu ili nikiulizwa nionekane nimetoa faulu, lakini wao nitawapa mbali na penalty box. Ukiniuliza nasema ni 50/50 kwa sababu nilitoa faulu ambazo zitakuwa muhimu sitotoa. Budo anakaribia penalty box, anakwenda kuchukua mtu wa mwisho, anaekewa. Budo anakwenda chini, muamuzi anasema twende. Inapigwa counter attack, tukio hilo inaenda kuchezwa faulu, unaitolea red card. Na unapiga kipenga, tukio hilo maana yake unatolea yellow card. Huyu Budo anadondoshwa, tena mtu anamzuia kwenda kufunga. Huyu ametackling. Dhamira, muamuzi anachezesha mpira kwa dhamira. Na tackling maana yake na utaka mpira uliokuwa mbele. Huyu mwamba anafunga mpira huu usichukuliwe. Anakwenda chini. Dhamira ya huyu mtu aliyecheza faulu ikoje? Huyu akuwa mtu wa mwisho kwamba lazima utoe yellow card, kwamba ndo alikuwa anamaliza kwenda kufunga. Kwa hiyo man of the match jana ni muamuzi. Amecheza mechi nzuri sana, lakini akumbuke amecheza mechi nzuri kwa maslahi yake na Mauritania. Na Saifu, maamuzi ya kimpira tuyabebe yamebebwa na taifa la Morocco jumlisha na taifa la Misri, kwa maana wanapotoka wale wakongwe ambao kwenye michuano ya klabu bingwa na shirikisho, basi wao wanamiliki vikombe vingi zaidi. Tuzungumzie kuhusiana na fainali ambayo ilichezwa msimu wa 23-24 ambapo Berkane alikosa ikaenda kwa Zamalek. Ni kwamba waliimba kwa kupokezana kwamba wamwachie mwenzao achukue. Quality iliamua, fitina ndo zilikuwa sehemu za sababu ya wao kukosa, Zamalek kupata, au unaona nini kati yake? Kwanza wanapokutana wawili wote wezi, kwa kawaida wizi unaofanyika kwa njia ngumu sana. Sijui utakuwa umenielewa. Yaani Berkane ni wezi, na jana ndo nimegundua ni wezi wa kisheria. Na hawa wa Misri hawa nao ni hivyo hivyo, wote hawa ni wezi wa kisheria. Mule mara nyingi kunakuwa na ugumu, lakini mimi naamini wa Misri ni lazima wafanikiwe. Kwa mfano, kutakuwa na mechi kati ya Mamelodi na hawa Pyramids. Una uwezo wa kuwabaka Pyramids, utakwenda kuchezesha haki, kwa sababu muhalifu na mwenye nyumba ndio hivyo. Ni muhalifu na mwenye nyumba, kwa maana utaenda kuchezesha haki. Sasa hebu kutoka kwa makamu wa rais endi Tanzania nani? Hatuna. Ndio maana nilitafuta kumbukumbu na mimi nilikaa peke yangu. Kwani pia alifanikiwa vipi? Nikakumbuka walikuwa na jamaa mmoja, Shekha amenitoka jina, lakini nitatafuta muda na nitakupa. Alikuweko pale ndani. Maana yake kuna muda alikuwa anafikia wakati Jafet anasema hiki hakiwezekani. Akisema hiki hakiwezekani, na hakiwezekani kweli. Jafet katika ardhi yetu. Afu angalia kulivyokuwa na vitu vya ajabu. Watu wanashindwa kujua. Mimi kuna maneno niliwahi kusema, sitoacha kusema. Unajua mimi kwa kanuni napenda maneno yangu. Nayapenda sana kuyarudia. Nilisema malengo si ya kuchukua kombe ili tuwape mburula wachezaji wao wapige nalo picha. Kwa sababu yani acha sini mabingwa tulionyimwa kombe.
Ndio hivyo kombe hamna. Si ni mabingwa tuliyenyimwa. Si unajua tumenyimwa ndio maana nimeweka. Lakini nasema dhamira sitoacha. Kwa sababu babu Walidi Aucho, babu Kratos Chota Chama, babu Jonas Mkude, babu GGR sijui hawa wataliona wapi kombe? Angalau huyu Stephanie Aziz Ki Wydad ni klabu kubwa, umeelewa? Ni machampioni wa baadhi ya vikombe, angalau hawa nao ilikuwa tuwastiri. Nyinyi tena ndio mnakuwa sehemu ya tabu. Kama unaona si tulifanza mambo yetu na dua zetu, tulifanza. Kuna muda kuna clips kaonekana miamba wanaenda kungoa. Hivi unadhani walikuwa wanao maarifa na macho wale ya kujua kwamba mambo yako hapa? Lakini kupitia Berkane ya Jangwani, umenielewa vizuri, mkaleta tabu. Sisi hamjatuumiza sana, sisi tuna wachezaji wadogo. End of the day hawa ni machampioni wa kombe la klabu bingwa. Haya nyinyi hawa kina babu Walidi Aucho si mmewakomoa. Kilichofanywa manake ni kuwakomoa. Sasa Berkane wamepata nafasi ya kujipanga wakiwa katika ardhi ya kwetu. Yani wamepata vitu vingi kwa kuonyesha, yani ni kero shekhe. Eti wanakwenda mpaka katika vyumba vya VAR wako hapa. Kweli Morocco sisi tunaweza kwenda. Ifike hali tujue na nikwambie. Nikaona jana pia baadhi ya mburula wako mtaani wanapiga chinja. Ile ndio imetufanya siku hapa tu. Si hatukutengeneza ila hatukukutana na washuka daraja, hatukucheza kwa bahati. Umenielewa? Kwa sababu sio kanuni yetu, si bahati. Ndio maana sisi tumecheza fainali ambayo hukumu yake tunayo maelezo. Ili kulikuwa na maelezo gani katika fainali ya Yanga? Walionewa wapi? Hakuna, hawakuonewa na wamecheza na mtu wa nafasi ya 6 katika ligi wakakosa. Sisi tumecheza na champion, ila imefanyika kukataa magoli, kupunguza watu uwanjani, kusababisha faulu zisitafsiriwe. Ndio mtu anaenda kwa champion chini ya mikono ya Simba. Sisi tunaendelea kuambia wao waandae namna gani ya kuimba tarabu na kushuti umbea katika mitandao ya kijamii. Sisi tutajipanga kutaka kulikomboa taifa. Sisi ni mabingwa tuliyenyimwa na viongozi wa kafu. Kwa namna tulivyozungumza, sitakupa nafasi ya kuzungumzia kauli ya dabi, maana tayari washaanza kuzungumza kuwa wanaomba uongozi uitishe mkutano wa haraka ili wapate nafasi ya kumalizana na Simba Sports. Tafsiri ya ngoma kwa Kamara, mzozo uliotokea, wewe uliweza kung'amua vipi kwa jicho lako la ukomavu wa kimpira? Nini ambacho kilioingia? Unadhani ni tempa ya mchezo ndio iliwachukua vile, au ni maelekezo, kupishana kwa maelezo ndio kulifanya watu waka? Kwanza chini ya wachezaji wote wa Simba. Yani ni big match. Lazima akili inakuwa inaruka kabisa. Yani ngoma ingekuwa mdogo wake wa mwisho kuzaliwa golikipa, basi yale yangetokea. Kwa nini? Kwanza ngoma amecheza fainali nyingi. Kana Kamara ni mdogo, kuna vitu havijui. Ngoma jana alikuwa ni coach baada ya Mwalimu Fadlu. Kitaalamu iko hivyo. Sasa sababu bahati mbaya tupo katika soka la watu hawajifahamu kama Yanga, tutapata tabu. Na unaona hizo mpaka unioji tu tukio. Unaoji mbona Yanga wanaposti sana, ndo maarifa yao yalipoishia. Tukio linamuonyesha ngoma anamfundisha Kamara kwamba utakapotoka golini kwenda kucheza mpira wa nje, basi hakikisha unapotoa toa mpira ukiwa salama, usifanye jambo jingine lolote. Kwa sababu mechi ilivyo na uwezo wa leo, umeelewa, na namna ambavyo tupo sasa, mapokezi anapokeaje yeye pengine anahisi alifanya tukio kuwa sawa, lazima watu wataitilafiana, umeelewa. Lakini pia watu wenye akili timamu duniani huwa wanaitilafiana ili kujenga maelewano zaidi. Ukubwa wa mechi jana uliwapelekea hivyo, na sisi tuna uzoefu mkubwa wa mechi, umeelewa. Lakini kweli kuna kitu umesema hujakigusia, nimekisikia, na sisi tuna uivu wa kuzungumza, sisi tuna maarifa na sisi ni walimu. Yani sio sababu eti hiyo ndo inawafanya waje. Yani kwenye dabi ni lazima, kwa sababu ni sheria. Walidanganya watu na hawa ni waongo. Na kwa kuonyesha waongo watakuja. Yani watakuwa wana hata pa kujitetea. Na nilikwambia we. Sasa si tayari ishapatikana. Yani hii ilikuwa iwahusu kwa sababu walikuwa awamu wasidanganyie watu. Kwani bodi ya ligi hii iliwahusu? Yani bodi ya ligi ilipanga. Shaka yao pengine labda Simba angetoa. Ndio nini? Kwa mfano Simba akitoa inawapunguza. Wasiwe waongo. Yani sisi tulisema wasiwadanganye watu wao. Lakini tayari mazingira ya kuwarudisha kwenye mchezo wao wamehusika nini na mjacheza? Wasiwe waongo, hawana uwezo wa kuikaidi TFF, hawana. Mimi ningekunya hadharani. Tuletea uongo sisi. Yani wasirudi kuja kudanganya watu, na sisi tutawakanda kweli. Ilikuwa lazima waje tuwashughulikie. We TFF yenu haiko Jangwani. Sasa wewe hiyo ni lazima. Yani katika hesabu unasema faradhi ni lazima waje.
Yaani wewe unazuga huku hivi unamwambia mtu mwenye akili. Na wao wameona nafasi ya kuleta timu kwa sababu uwezo wa kuifunga Simba Sports upo. Ndio maana, yani kama uwezo upo mpaka muamuzi atoke kafu, wewe Mbulula unatufungia wapi? Ulipewa muamuzi akawa wako kwenye mechi ya kwanza, akatunyima penalti 3 Mpanzu hayupo na ukafunga goli na so ukafunga tukajifunga, unatufungia wapi? Huo mlango unauona wapi? Mechi ya kwanza tuna mwezi shekhe, hawa wanakuja tutawakanda na hawawezi kuthubutu hadi kiyama. Ndio hapa ndio utaamini viongozi wao ni waongo. Hapo. Ni waongo bra. Wewe situpo na maiki hii wataona wewe acha. Kwa hiyo jeuri unaipata baada ya Stephanie Kiazizi kupewa thank you. Sasa naona nani? Kwanza asiondoke mpaka amalize finali zote mbili. Kwanza itatoka shukrani, asante ishatoka. Mimi anaruhusiwa Azizi. Asiondoke mpaka amalize hizo mbili. Yupo Azizi uwanjani anajifunga nani kijili, lazima waje. Hiyo ndio ilikuwa kauli yangu. Na ni kweli lazima huyu injinia aongope, aanze kuwadanganya, wasijitie moyo, ilikuwa lazima waje. Shirikisho useki, ukuwemo, ukucheza, umeelewa? Kukosa kwa Simba ni furaha yako ndio utudanganye unakuja. Wewe unaweza ukaikaidi TFF ya ndugu zako. Yaani waziri aseme si atuingilie mamlaka. Nilikwambia mimi wacheza drama huwa wanakwama. Sasa drama inakwama, wewe acha bwana. Na usije na siku zinahesabika. Chini ya kalia usije na siku zinahesabika. Na sisi tunakwenda kuwakanda. Si level yetu tulokuwa nayo sasa. Hebu niulize maneno yako. Sisi tutakupa risiti moja. Wewe niambie mimi mechi gani Fadru amecheza chini ya kiwango? Nitajie moja. Ambayo amecheza ukamwona Fadru amekamatwa 90% mechi na nani? Ile hata Manchester United Fadru hajaje kucheza chini ya kiwango. I'm serious na kueleza katika walimu wana mbinu Tanzania. Fadru hajawahi kutokea. Kwa sababu msimu wa kwanza anapewa nusu msimu, walomuita Profesa Nabi, alikuwa hata anachokicheza akijulikani. Sasa kikajulikana vipi baadaye? Anakuja msimu wa pili Simba kufanya usajili, Yanga wako on fire, hawakupunguza mtu yoyote katika watu wao. Wametoka na Lomalisa, umri umekwenda Washanoki, umenielewa? Wakaongeza nguvu na Kratos Chota Chama. Mwanaume anapewa huyo hapa mgongoni. Anawakanda Singida, ana tofauti ya pointi 1 na Yanga. Acha brother Jafeti. Unapomzungumza Master Fadru, unazungumza waje tu wakongote. Yaani waje tu, yani vile tunavyoteleza vile Berkane mpaka tupewe kadi nyekundu. Hawa Berkane ya nini hawa wachezaji wale? Acha wewe utujui vizuri. Kuja ni farazi. Lazima. Wanataka hivyo. Wewe ukitaka kujua hawa, so walibandika megari. Si walituma huko? Hawachezi ngo. Acha wewe bwana wewe unatukosea si adabu kwenye mpira. Sema kwa upande wa promo ya jambo lao limefanikiwa. Wao hawana kitu chochote walichofanya, labda ni kumkaribisha mgeni na kumwekeza, wasitake sifa ili wasifiwe mtaani. Hawana chochote wanachoweza kufanya. Wangekuwa nacho wangefanya katika mechi yao ili wakorify. Wewe huwezi kumtengenezea mtu fitina kwa nguvu ya mtu mwingine useme umefanikiwa. So walikuwa na mechi wanataka goli moja, wakafeli. Hawana uwezo wa kufanya chochote. Pale ndo tungetuonyesha kwa sisi tuna uwezo. Wangetukanisha sasa. Bana tulizungumza na Halima, naye pia alikuwa ni miongoni mwa watu ambao pressure zao zilikuwa za hali ya juu, panda shuka, wengineo wengi kiza na watu wengine wengi wadau wa Simba Sports. Saifu tayari ameshatokea haya ya kutokea wana Simba, nimeona namna ambavyo wamelipokea, na kama wewe ulivyozungumza, pengine tu kwa nafasi ambayo wewe umepata kukaa nyuma ya kipaza na kuzungumza kwa niaba ya walio wengi wenye maoni yao, una lipi ambalo unaweza kuzungumza nao kwa hivi sasa? Mimi kwanza nishukuru wadau. Nishukuru, lakini niseme alinipigia simu Dalima hapa, naye anaonekana pressure ilikwisha kwa sababu ameona. Anasema ana deni. Okay. Si amna tunachodai viongozi wetu, amna tunachodai, na mashabiki wetu wako huru kweli kweli na wamepata amani kubwa. Kwa sababu hata yule mtu, yani wewe ukifikia wakati hata yule mtu wa chini kabisa ambaye hawezi kujieleza anasema tatizo refa, wewe una shida gani? Na kuzungumza vitu vingi. Mwambie kina brother Kiza, niwaambie ami zangu kutoka UK. Muona bwana Chazi Mbeda anaitwa Mbedo na wadau wengine wote. Hii ndo Simba brother. Simba inaweza kukupa nafasi ya kuzungumza kwa uhuru kabisa. Yani unachoahidi kikawa, na kama hakikuwa basi kuna uhuru unauona kwamba nilichoahidi kimekwamishiwa hapa. Hii ndio namna ya Simba, ndio timu ya pekee. Niseme na wadau wa Wisport ambao wana support kila wakati, waendelee kufanya support. Yani Simba haijai kumdondosha mtu hata siku moja.
na wale ambao wanatukana tunawakaribisha. Leo lazima wewe. Kwa sababu si tumetaja hapa viongozi wao wanaowadanganya. Sasa wewe ukitaka kujua ndio unaona hivyo wanadanganya, ila kwao wao wako sawa na ndio. Hata wajinga wana ibada zao, na wajinga ni waumini wa dini zao. Hata mjinga ana ibada yake na ni muumini wa dini yake. Kwa hiyo mimi sio jukumu langu. Umeelewa vizuri? Ila tuseme tunataka waje. Unajua mimi wale wanapokuja huwa wananipa neema, nasikia raha sana. Umeona, nao nawakaribisha wadau. Waje waseme wanachosema na tuambie wajipange, kwa sababu viongozi wao ni waongo na wataleta. Kwani alama za mnafiki kwa mujibu wa imani yangu ni ngapi? La kwanza, anaposema upenda kusema uongo. La pili, anapoaminiwa haaminiki. La tatu, anapoahidi atekeleze. Sasa utamuona injinia kuwa mnafiki katika hili, na wenzio wote Vikenari Kamwe utawaona walivyo wanafiki katika hili. Alafu wewe utanikubalia kwamba hawa ni wanafiki. Umenielewa bwana Japhet? Kwa hiyo mimi kwa kumalizia, kwa wadau nasema ukiwa na changamoto basi unaweza kumuona Mwamba Kasim Maji. Umenielewa vizuri, kwa sababu ya dua na vitu vingine. Lakini nisisahau sikukuu ya Eid tutakuwa na mwana falsafa maskani yetu ya New Tanga Segera. Watu tuje kuangalia boksa, mheshimiwa yupo, mambo yatakuwa yako mazuri. Lakini yote kwa yote, ubaguzi ndo msingi. Ukikuta bidhaa pale imekaa ya Mohamed Kunywa, ndo haya yote ambayo unayaona kwa sababu ya uwepo wake. Umeona bwana, na nisisahau kumalizia mama la mama Mama Haji, salamu nyingi kwake. Mimi Japhet yangu